mara baada ya hapo jana kuangalia mechi ya Simba Sports Club na Police Kenya, na hatimaye leo tumemaliza mchezo kati ya Eagles du Congo dhidi ya Dar es Salaam Africans katika siku yao ya Yanga Day. Wananchi leo walikuwa na kibarua kizito zidi kucheza na Kongo hao ambao walimaliza msimu wa 2025-2026 nafasi ya pili katika ligi yao ya Kongo ambayo ikiongozwa na TP Mazembe. Mchezo kwa ujumla ulikuwa mzuri, mchezo ulikuwa wa kuvutia, ingawa mara nyingi sana mashabiki wa Tanzania wanahuaga wanachoangalia wao iwe mechi ya kirafiki, iwe mechi gani, lakini kwanza timu yao kwanza ishinde. Lakini ukiacha kushinda kwamba kulikuwa na mechi nzuri kama jana tu, ni kama ilikuwa mechi nzuri, japokuwa tofauti leo na jana mechi ilikuwa upande mmoja muda mwingi ukilinganisha na leo. Mimi nafikiri katika kipimo cha kwanza ambacho wamekiangalia Yanga katika klabu yao dhidi ya mpinzani huyu, wamefanikiwa kumchagua mpinzani ambaye ana kiwango bora katika performance na mpinzani ambaye anashiriki katika klabu bingwa na ana performance nzuri katika msimu uliopita na kuelekea msimu ujao katika ligi ya kwao. Kwa sababu gani? Yanga tangu ligi ya msimu 2025-2026 iishe, waliingia katika mazoezi na kucheza katika mechi za kirafiki katika viwanja vyao vya mazoezi, lakini hakupata mechi ngumu sana, ni mechi za kawaida. Lakini hatimaye leo nahisi hata kocha Yanga inawezekana ameulizwa hivyo katika mojawapo ya mechi katika Yanga Day apewe mpinzani wa aina gani, na nafikiri atakuwa akaomba apewe mpinzani kidogo mgumu ili yaone maendeleo ya kikosi chake kilipofikia na kinakoelekea. Lakini kiuhalisia leo mechi ilikuwa nzuri. Kuna baadhi ya, kwa sababu mechi ya leo ni mechi ambaye ya kuangalia kikosi kizima kinachezaje, inakuwaje, mchezaji mmoja mmoja unaangalia individual skills. Lakini kwa wachezaji ambao waliosajiliwa Dar es Salaam Africans hiyo wa nje wa ndani hawajaonyesha performance mbaya sana, ni performance ambaye nzuri. Wengine ni hasa wale ambao waliopandishwa katika kutoka Yanga B ni wanahitaji kupata tu uzoefu, lakini sio performance mbaya zaidi. Ukiangalia hakuna mtu ambaye ane doubt katika kiwango cha Peter Shaulile. Check Tule kidogo ameonekana leo, Albert ameonekana performance yake. Kwa maana hiyo mpaka kuelekea katika siku ya Dar es Salaam Derby au Kariakoo Derby kati ya Simba na Yanga tarehe 12, kila mshabiki timu yake kaiona. Lakini nitoe tu angalizo, watu tarehe 12 mashabiki wasiende na matokeo uwanjani, kwa sababu huaga jana Simba kafungwa, leo Yanga kafungwa. Licha leo Yanga kuonesha performance bora na Simba jana kuonesha performance bora, ukiacha ukilinganisha aina ya mpinzani aliyokutana naye Simba jana na mpinzani aliyokutana naye Yanga leo, performance zao zilikuwa bora, ukiacha kuangalia aina ya wapinzani hao. Lakini siku ya Simba na Yanga mpira huo unabadilika kabisa, haiangalii nani alitoka na performance nzuri, na hasa katika Simba na Yanga sasa hivi, ukiacha ile ambaye Simba alikuwa dhaifu katika mechi nyingi mfululizo, lakini hii ya msimu huu ni naitoa tu angalizo, mashabiki wasiende na matokeo uwanjani. Japokuwa mimi ukiniambia kwa asilimia za ushindi kidogo anaonekana ana kikosi angalau hamna, naweza nikamtaja, lakini kuepusha matatizo wote tuelekee tarehe 12 tukaone uzuri wa mechi ya tarehe 12. Mechi ya wazi, ni mechi ambayo lazima mmoja awe bingwa, sio mechi ya kirafiki, ni mechi ya mashindano, ni mechi ya ufunguzi. Kwa maana hiyo kuepusha lawama, kila mmoja aone. Lakini ukiangalia kwa wachezaji ambaye wa Yanga ambaye aliyesajili hatujaona katika mechi nyingi sana, lakini kiuhalisia kuna watu ya player kweli. Sijajua mechi zijazo wataoneshaje performance zao. Makosa ya goli la kwanza na la pili ni makosa ambaye yanaweza katokea kila mchezaji, hasa goli la kwanza lile mchezaji anazuia, lakini anafanya mistake ya kuto
niseme tu sio mistake, ni hali ya mchezo, ni hali ya kifizikali muda mwingine. Lakini Masalanga pia kuwa baada ya kumwona mwenzake katika hali ile, naye pia kuangalia mpira kuto kufuata kwa wakati, ile na pia ilikuwa shida, lakini sio kumlaumu sana, kwa sababu ni kama ni mechi ya kirafiki, ni mechi ya kuangalia tu, na nafikiri hamna mtu ambaye sielewi kiwango cha Masalanga. Na kuelekea katika mechi ya Dar es Salaam Derby, na itafahamu na wanajua kabisa, hasa katika first 11 sidhani kama ataanza na Masalanga, lakini narudia tena kwa tarehe 12 ni mechi, itakuwa mechi ngumu sana, sio mechi ya kwenda na matokeo. Nikumbushe tu mtazamaji, Asham TV, kabla hujasubscribe ili wa kwanza kupata habari zetu pale tunapopost.